Habari mtazamaji wa Kishai TV, jina langu ni Jenny Kishai na aliye nyuma ya kamera ni Myahudi Poison Khan. Na tayari Kishai TV tupo katika uwanja wa Gombani kisiwani Pemba kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa zote za fainali michuano ya NMB Mapinduzi Cup 2026 na hapa tuko ndani ya dimba la Gombani kama vile ambavyo unaweza kutazama wewe mwenyewe ukajionea mambo jinsi yalivyo. Kila kitu kinaonekana kiko vizuri kabisa. Uwanja uko maridadi sawa sawa kabisa kwenda kuhodhi mchezo mkubwa. Dar es Salaam Derby inakuja kuchezwa Gombani kisiwani Pemba, na hapa tunakwenda kuzungumza na afisa habari wa michuano ya NMB Mapinduzi Cup 2026 Mohamed Kabwanga, tuambie mambo yako sawa sawa kwa kiasi gani. Mohamed Kabwanga, mambo vipi? Bwana fresh, nashukuru. Umependeza vizuri? Umependeza kwanza. Asante sana. Nimependeza Yeah, kama sio Kishai lakini ndo mwenyewe. Huyu ndo Jenny Kishai bwana. Ni yeye. Huyu ndo yeye. Ukimwona mwingine yuko photocopy. Tuko hapa kisiwani Pemba, mambo yanakwenda vizuri. Nilikuwa nawaambia watu hapa Kishai TV tumeshatua hapa, tunaangalia mazingira, uwanja, lakini pia tukasema wacha tumtafute afisa habari wa michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup 2026 Mohamed Kabwanga, tuambie wako sawa sawa kiasi gani? Ya, tumejitayarisha, matayarisho yanakwenda vizuri mpaka kufikia hivi sasa kwa 100%. Kama unavyoona pichi yenyewe pia inajieleza. Umeona ukijani huo? Yaani pichi imeiva, iko vizuri kweli kweli. Hapa ndio Gombani. Kesho patakuwa na matukio mawili. Kwanza uzinduzi wa uwanja huu, kama unavyoona ulikuwa unafanywa marekebisho na bahati nzuri tayari umekwisha kamilika. Haiba ya uwanja unapendeza. Kesho tutazindua uwanja, lakini baada ya kuzindua uwanja itachezwa fainali kati ya Azam dhidi ya Yanga. Ni moja kati ya mchezo mkubwa tunaita Dar es Salaam Derby, itahamia hapa Pemba. Kwa hiyo matayarisho yako vizuri kwa sababu hata Azam tayari wako Pemba, washaanza mazoezi, na leo pia tumewaona pale wamezungumza, walimu wamesema, wachezaji wamezungumza ule utayari wao kuelekea katika mchezo. Lakini sisi kama kamati tupo tayari kwa sababu kama unavyotuona ile operation nzima tuko Gombani. Kila mmoja kwa nafasi yake, kwa majukumu yake, anahakikisha kwamba mambo yote yamekaa sawa sawa. Kwa hiyo ni watoe hofu watazamaji wanaotazama Kishai TV, wale ambao bila shaka walio nje ya Pemba waje Pemba. Na bahati nzuri Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kanunua tiketi zote. Kanunua tiketi zote. Yaani mtu aje tu hapa anaingia bure kabisa. Kwa maana mechi hii haina kiingilio. Watu wote waje kushuhudia NMB Mapinduzi Cup. Kwa mara ya kwanza katika udhamini wa miaka 5 wa NMB Bank, kwa mara ya kwanza finali inachezwa Pemba kwenye uwanja wa Gombani. Kwa hiyo inaendana na tukio la uzinduzi, ni historia hiyo. Tunazindua uwanja. Lakini NMB kwa mara ya kwanza katika mkataba wao miaka 5 finali inafanyika Gombani. Tena inawazikutanisha majiant ya soka Tanzania. Yanga na Azam. Dar es Salaam Derby iko hapa. Unakosaje? Hivi unakosaje? Ukikosa sasa wewe mambo yatakuwa ni mengi. Utaki kukosa. Utaki kukosa. Kwa hiyo niwaambie tu wapenzi na mashabiki wa soka, kesho mapema kabisa wajitokeze hapa. Taratibu nyingine zote ziko sawa sawa, tumejipanga na tutahakikisha kama tulivyoanza salama na tunakwenda kumaliza salama mashindano yetu ya NMB Mapinduzi Cup. Kama kwa asilimia ngapi hivi ndio kupo tayari, na ni eneo gani pengine kidogo bado hakuja kuwa sawa sawa? Maeneo yote yako sawa sawa. Yaani maeneo yote yapo sawa sawa. Kama ambavyo unaona, yani kila kitu tunasubiri tu muda. Umeona upande wa burudani, angalia mambo iko sawa. Yani maspika kama yote. Leo ulishuhudia rehaso hapa, ukaniambia maneno gani? Wale kwambia burudani zipo za kutosha na vijana wamejipanga kweli kweli. Wewe mwenyewe wale vijana wamekupendezea, yani umewapenda. Umenivutia kabisa. Kwa hiyo niseme tu kwamba umeona sasa hivi vijana wamerelax kwanza. Tushamaliza katika swala zima la rehaso na mambo mengineyo. Tunasubiri tu muda. Matayarisho yote yako sawa sawa. Tunaangalia pia katika eneo la majukwaa. Pale ni VIP Pale ndo VIP, eneo la VIP na mgeni rasmi atakuwa pale, lakini kuna media tribune pale katika viti vyekundu. Umeona vile? Pale kina Kishai ile eneo lenu la kujimwaya kuepo pale. Hapa pia sehemu nyingine ya wings kama VIP pia watakaa hapa wageni mbalimbali, na wale ambao watakokuwa na nafasi ya kukaa hapo watakaa, na viti vingine hivi kwa watazamaji kama unavyoona viko tayari. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa sawa. Nikurudisha nyuma kidogo kwenye mazungumzo yako Mohamed Kabwanga. Ulizungumza ukasema kwamba uwanja unakwenda kuzinduliwa tena. Kuna kipindi ulifungiwa kwanza ukawa unafanywa maboresho ama? Ya, hakika. Baada mwaka jana tulicheza finali ya 10 la Mapinduzi hapa. Lakini tulicheza katika mazingira ambayo uwanja ulikuwa bado haujakamilika. Hata hii umeona ilikuwa bado hii. Kwa hiyo baada ya kumaliza finali ile
tukapisha ujenzi uendelee. Ndio maana hata ligi kuu ya Zanzibar haikuwa ikichezwa humu ndani, haikuchezwa humu kwa sababu ilibidi sasa ufungwe, yafanyike haya marekebisho. Umeona sasa hivi paa imepigwa ya kisasa tofauti na msimu ule wa mwaka jana. Viti vimefungwa tena katika utaratibu mwingine kama ambavyo unaona. Huu uwanja ukitoka hapa Kishai panda, pita katika kila eneo la City, angalia. Kwanza wameacha, yani naweza nikasema nafasi kati ya kiti kimoja, na ukikaa uchoki, unajiachia, unajinafasi. Huu uwanja una tofauti mkubwa sana. Niseme tu kwamba hongera sana kwa Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa kupitia wakandarasi ambao wamepewa itenda kufanya hapa, wamefanya kwa ukamilifu wake pia. Angalia viti vya pale vile, ukiinuka vinajikunja, ukikaa vinakunjuka. Ni tofauti kidogo. Ni tofauti na wapi Kabwaga? Wewe umepita viwanja vingi, unajua. Viwanja vingi umepita, unajua. Ni vizuri, lakini nilikuwa nimekaa pale jukwani, kuna mtu mmoja kana niuliza, anasema kwamba bwana, uwanja mbona ni mzuri sana, uko maridadi sana. Vipi mechi za CAF zinaweza kuchezwa hapa? Hii ya kwetu sote hii. Wewe bwana, kaona timu yako inahitaji kuhutubia uwanja kufuata tu taratibu. Kwa nini sichezo CAF Champions League hapa? CAF Champions League inachezwa. Sijui Confederation inachezwa. Hata na michezo mingine, kuna AFCON inakuja. Ukarabati wa viwanja hivi, unajua tuna jambo letu pia. 2027 tuna AFCON Zanzibar inakuja huku. Kwa hiyo kutakuwa na hii Gombani, kuna Amani na kuna balaa jingine Fumba huko. Huko ndo usiseme huko. Hiyo Old Trafford ikasome. Hatari Old Trafford, hiyo Old Trafford. Ikasome. Nitakuchukua jeni tukatembee huko. Ukaone kwa sababu tayari uwanja ushafikia kwa asilimia kama 40 na ujenzi unaendelea, na hivi karibuni hata Dr. Mwinyi anaenda kutembelea. Kinashushwa kitu sio cha nchi hii. Uwanja huu Kabwanga unabeba mashabiki wangapi? Huu kwa sasa unachukua 13,425 kwa hivi sasa. Lakini awali ulikuwa unachukua watu wengi zaidi, lakini haya marekebisho nilokuambia, ikiwemo kutoa nafasi ya watu kukaa kwa kujinafasi vizuri, kwa kuna baadhi ya viti kidogo vimepunguzwa. Ndio maana nikakwambia ukitoka hapa pita, angalia, ndio uwanja ambao unaweza ukakaa ukajiachia ukanyosha hata miguu hivi. Sawa, lakini yote kwa yote, mtazamo wako kwenye huo mchezo ni upi? Mchezo mkubwa huu. Huu ni tunaita Dar es Salaam Derby. Yanga tunafahamu ukubwa wao. Azam ndio mabingwa wa historia katika haya mashindano. Walikuwa na mipango ya kucheza mechi 5 kama Ibenge mwenyewe alikuwa anasema mara kwa mara, mechi ya 5 ndo kesho. Sidhani kama wana nia ya kupoteza hiyo mechi, kwa sababu ya wao ni mabingwa wa kihistoria, lakini wanataka title, wanataka ubingwa. Lakini chengine kama itoshi, mzigo uliowekwa pale milioni 150. Afrika ya Mashariki hii, je, nikikuuliza kuna mashindano gani ya wiki mbili bingwa akaenda kupata milioni 150? Hakuna. Hizo pesa watu wanazitaka. Kwa hiyo huo mchezo naamini utakuwa ni wenye ushindani mkubwa, na kila mmoja anataka kutengeneza heshima. Kila mmoja anataka kutengeneza nini? Heshima hapa kesho. Kwa hiyo nitoe rai kwamba kesho mchezo utakuwa ni mkubwa na utakuwa wenye ushindani ya kutosha kabisa. Lakini hebu tuzungumzie kuhusiana na upekee wa michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup 2026 na Mapinduzi Cup zilizopita. La kwanza ndio mashindano ambayo yamepata udhamini kwa kuwa na mdhamini mkuu. Yaliyopita sisemi kama hayakuwa na wadhamini, walikuwepo wadhamini, lakini hayakuwa na mdhamini mmoja mwenye ile jina la mashindano yenyewe. Ndio maana tunaita NMB Mapinduzi Cup, kwa sababu yeye ndio sasa ndio mzigo alioweka umekuwa ni mkubwa zaidi kwa miaka 5. Lakini utofauti mwingine, zawadi. Msimu uliopita bingwa alikuwa ni milioni 100, safari 150. Kuna utofauti hapo. Umeongezeka 50 nzima. Kabisa. Katika tuzo za wachezaji zile, man of the match, fair play, mwaka jana tulikuwa tunaona zilikuwa 500,000, wengine walikuwa 200,000. Mfano fair play kulikuwa moja la taasisi ilikuwa inatoa 200,000, wengine alikuwa anatoa 500,000. Hatua nusu finali zilikuwa zinatoka 700,000, ikaenda mpaka milioni, tukaishia hapo. Lakini safari hii finali ya kesho, fair play milioni 2, nyota wa mchezo milioni 2, sambamba na tuzo nyingine ambazo wanazitoa Just Fit. Kwa maana ya kuna kombe lenyewe tulizindua katika ofisi za Just Fit, man of the match, mchezaji bora wa mashindano na zawadi nyinginezo mbalimbali. Zote hizo zinatolewa, na mfungaji bora pia katika ubora wake zitatolewa pia hapa na Just Fit. Kwa hiyo unaona kwamba huo ndio tofauti wa mashindano ya mwaka huu, kwamba kila eneo limepata wadhamini na watu wamejipanga,
na tunaamini kwamba hata wale watakwenda kupata zawadi watafurahia. Yeah. Sawa, Mohamed Wakabwanga, kama kuna lolote ambao natamani kumalizia wakati ni huu kuzungumza na mtazamaji wa Kishai TV. Kwanza niwashukuru Kishai, mmepiga kazi kubwa sana, mnahitaji hongera pia na Mungu atawalipa. Chingine niwaambie watazamaji, wadau wa soka, kesho tusikose hapa katika uwanja wa Gombani kuyashuhudia mashindano ya NMB Mapinduzi Cup. Mimi ni Mohamed Kabwanga, afisa habari wa mashindano haya ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Nawashukuru, tukutane kesho. Mohamed Wakabwanga ndivyo ambavyo anamaliza na kuambia tukutane kesho. Kishai TV tunaweka nukta hapa kwa muda huu. Jina langu ni Jenny Kishai, nyuma ya kamera ni Myahudi Poison Khan. Usikose kuja kuangalia mtanange huo wa finali NMB Mapinduzi Cup 2026 ni saa 10:30 jioni. Hakikisha kwamba unakula vizuri, unajiandaa vizuri, unakuja, hudaiwi na mtu bwana tiketi iko wapi, kila kitu kiko sawa sawa. Kiingilio ni miguu yako. Kikubwa tu ufuate utaratibu ambao utakuwa umewekwa. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii kote, jina moja la Kishai TV.